China na Tanzania tumekuwa na fursa adhimu za kiuchumi ambazo zinapatikana kwa nchi zote mbili. China inafaidika Tanzania, lakini na Tanzania inafaidika China, na hasa kipindi hiki chini ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambayo imeweka kipaumbele katika diplomasia ya uchumi ili kuchochea uzalishaji, ajira na kukuza mapato ya taifa letu. Kuanzia 2021 hadi 2025, thamani ya biashara kati ya nchi zetu mbili imekuwa na imefikia hadi dola bilioni 23.2. Hata hivyo, Tanzania iliuza bidhaa zenye thamani ya dola bilioni 1.8, ambayo ni 8% tu ndio ambayo tumepeleka katika miongoni mwa hizi bidhaa ambazo nimezizungumza. Wakati wenzetu na kununua bidhaa kule kuleta huku yenye bilioni 21.3, ambayo zaidi ya 92%. Kwa hiyo utaona hapo kwamba kidogo kuna gap. Na changamoto kubwa katika mauzo yetu hayo madogo ni uzalishaji mdogo usiokidhi mahitaji na uuzaji wa bidhaa ghafi za kilimo kama parachichi, korosho na bila kuongezea thamani. Kwa hiyo sisi hapa tunachukua korosho, saa ingine tunauza ambazo hazijabanguliwa au zimebanguliwa, tunapeleka China, China kule wana repack vizuri, packaging, alafu zinakuja huku tunanunua tena. Kwa hiyo kuna haja sisi kutumia sasa fursa zilizopo kwa elimisha wa Tanzania namna ya kufanya package nzuri za bidhaa zetu, badala kupeleka raw, tupeleke vitu ambavyo tayari vimeshaongezwa thamani hapa Tanzania na kuweza sasa kuvipeleka nje ya nchi. Tunaelewa kwamba mnamo tarehe 1 Mei mwaka huu serikali ya watu wa China ilitangaza rasmi kuondosha tozo la ushuru kwa bidhaa zote zitakazotoka katika bara la Afrika. Hiyo ni hatua muhimu sana, na nimeona ni vyema niwape taarifa rasmi wa Tanzania kwamba kuna dili liko kule China tunatakiwa tulichangamkie. Nalo ni chochote utakachopeleka China hautolipa ushuru. Ni wewe mwenyewe na nguvu zako katika kuchangamkia hiyo fursa. Kinachokosekana, mimi tangu nimechaguliwa balozi, nimefika China, nimechaguliwa tarehe 3 Machi. Kabla hapo nilikuwa Marekani. Lakini nilipofika pale nikakuta kwamba, ndugu waandishi, kuna gap kubwa ya Watanzania kuelewa sheria za kusafirisha bidhaa kutoka Tanzania kuja China. Wengi wanashindwa kuelewa. Maswala yamekuwa mengi sana. Kwa hiyo tukasema mara hii kupitia Sabasaba tufungue banda. Nimekuja na wataalamu akiwemo Bwana Othman Chanzi huyo hapa na wenziwe, watakuwa pale full time kuanzia asubuhi mpaka jioni kula pale pale. Lengo kuu ni kutoa huduma za ushauri kwa Watanzania kuelewa maana halisi ya soko la China, bidhaa gani wataweza kuzileta na namna gani ya kuzileta, sheria gani, namna ya kuomba vibali na kila kitu. Niwahakikishie ndugu waandishi na ndugu wananchi kwamba ubalozi umejipanga vizuri katika hili. Tutatoa huduma ya kumsaidia Mtanzania yoyote bila kumbagua. Awe na uwezo, asiwe na uwezo, ana jina kubwa, ana jina dogo, kwetu sisi wote ni sawa, na tutawatumikia Watanzania katika hilo. Pale ubalozini tumekuwa tukipokea sasa hivi malalamiko mengi sana ya watu kudhulumiana, ya watu kuibiwa, mtu ananunua, na yote hiyo inasababishwa pia kwa kipindi kirefu watu wanafanya biashara bila ya kupitia proper channels. Wewe kama uko tayari kufanya biashara na China, usione shida. Tuambie, njoo balozini, bwana nimepata Mr. Chang nani sijui, nataka kufanya naye biashara. Naomba nitizamieni huyu mtu kweli ndiye. Watanzania hawakumbuki ubalozi mpaka kishaibiwa dola milioni 4 zake. Ndio utakuta simu asubuhi, mchana, jioni, nimeibiwa nimeibiwa. Kuna suala hili la vitendo kinyume na maadili.
Kuna Watanzania wengi kule wanakiuka masharti ya uhamiaji. Anakuja na visa ya wiki 2, visa imeisha, anaamua kukaa. Mchina akikushika leo, kwanza hakwambii chochote, miezi 3 jela akipenda, au mpaka 6. Alafu hapo sasa ndo analeta taarifa kwamba tumemkamata bwana fulani fulani kwa kosa la kuzurura kinyume na utaratibu, hana sheria. Sasa kwa nini tufike huko? Kama visa imeisha, toka nenda kwingine. Kwa hiyo kuna madhila makubwa sana ambayo Watanzania wanawakuta kwa kutokutii sheria. Tunahitaji kujitafakari katika hilo na kutopoteza sifa nzuri ya Tanzania nje ya nchi.